Kwanza nishukuru sana mjadala huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, na tuliamua kukaa kimya ili Watanzania waseme. Watanzania tunasahau sisi ndio taifa katika bara la Afrika lenye tofauti kubwa za utamaduni, tofauti kubwa za lugha kuliko taifa lolote katika bara la Afrika. Sisi ndio tofauti kubwa sana. Tuna utamaduni wa Wabantu, wa Wakushi, wa Wakoisan, Afroasiatic. Lakini kinachotufanya Watanzania tujione ni wamoja ni juhudi za baba wa taifa kutuunganisha kuwa taifa moja. Nje ya hapo sisi tuna tofauti kubwa kuliko nchi yoyote ya bara la Afrika. Na sisi ndio peke yetu tuna lugha, makundi 5 ya lugha, pamoja na lugha za watu waliokuja baadaye wa Afroasiatic ambao ni wa Iraki, ni wa Mbugu, lakini tuna watu wenye lugha ya asili ya kale katika bara la Afrika wa Hadzabe. Kwa hiyo tuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Na ukitaka kujua hiyo, neta jambo lolote la utamaduni. Hapo ndio utakapojua tofauti ya Watanzania. Na tutahangaika na hilo. Kwa sababu hiyo serikali haiwezi kuja na wimbo mmoja, haiwezi kuja na chakula kimoja, haiwezi kuja na nguo moja ikijua kuna anuai diversity hiyo. Na wakati mwingine imetufanya tukimbilie nyimbo za kwaito kwa sababu haina mwenyewe kuliko nyimbo za sisi wenyewe kwa sababu tunaona ni tofauti. Tumshukuru sana baba wa taifa. Asingefanya hivyo, Tanzania hii ingekuwa haikaliki kwa sababu tuna tofauti kubwa katika mavazi, katika chakula, katika vionjo, na vinachochewa pia na imani za dini. Kwa hiyo tushukuru tuko taifa moja. Na maana yake nini? Lazima tutekeleze 4R katika kujadili muziki wa Singeli. 4R za Rais Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona ambazo naibu speaker amenisaidia. Imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Düsseldorf, na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival ambalo mgeni wa heshima alikuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza Singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni muziki wa Injili, iwe ni muziki wa dansi, iwe na muziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama muziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama muziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha muziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya muziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini Singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu speaker, Singeli tunayozungumza ya kwenye video na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa. Na kama alivyosema Yesu, nimekuja kwa wagonjwa, mimi ni tabibu na sio walio wazima. Ninyi wote ambao mmeokoka, endeleeni kuwaombea hao watu, na imbeni utabibu wa kweli ni Yesu Kristo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wawe na heshima katika aina zote za muziki na aina yote ya michezo. Nije kwenye swala la mstakabali wa